Ashe bwana Zai, niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekuja Jangwani, nimepata supu ya ngamia. Naamini waandishi wa habari nimepata supu ya ngamia ya kutosha. Na vile vile kwa niaba ya waandishi wengine wote, tunapasa kuwapa kila mmoja aondoke na bakuli ya supu, ukamwonyeshe mke wako na mwanao. Waambie Yanga Afrika amekupa supu kwa ajili ya ngamia. Supu hii maana yake ni ishara tosha uongozi wa klabu ya Yanga. Inaendelea kuenzi historia ya klabu hii. Tulianzisha supu, na leo ni supu day ya ngamia. Watu wanakunywa supu, wanakula chapati, wanaburudika. Lakini supu hii ya leo tumepitia changamoto nyingi zaidi kuliko miaka mingine yoyote. Supu ya leo kuna shabiki wa klabu ya Yanga alifariki ili leo tuweze kupata pointi 3 na kwenda kunywa supu tarehe 8 Machi. Supu ya leo viongozi wa Yanga walilala jela ili kupigania klabu hii tuweze kupata supu pale Tabora. Supu ya leo tulipishana mamlaka kwa ajili ya kutetea haki yetu ili tuweze kuwa mabingwa ndani ya msimu huu. Supu ya leo tumeshinda dhuluma na fitina zote ndani ya mpira wa nchi. Ndio maana tunaburudika kunywa supu ya leo. Kwa supu ya leo maana yake ni ishara tosha. Mashabiki na wanachama klabu hii wamepigia katika mvua, katika jua, katika nyakati zote. Ni muda wa kujipongeza kunywa supu. Uongozi wa klabu hii wameona thamani na heshima kuwapa mashabiki na wanachama kuwapa supu ya ngamia. Ngamia hapatikani sehemu yoyote, ni zaidi ya Jangwani. Ngamia anapatikana Dubai. Ngamia ametoka Dubai, amekuja Jangwani ili kuwafanya mashabiki na klabu hii waweze kunywa supu, waburudike, waenjoy. Kwa kipekee ni lazima tumshukuru Engineer Said, mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, rais wa klabu hii chini ya mtendaji, chini ya jemedari Alapatikani kwa kazi kubwa aliyofanya, na chini ya kamati ya utendaji. Lakini kipekee mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Ni lazima tumpe heshima yake maandishi matatu GSM Gharibu Said Mohamed kwa kazi kubwa aliyofanya kuwekeza, kazi kubwa aliyofanya kudhamini, kazi kubwa aliyofanya kwa ajili ya klabu hii. GSM ameonyesha dunia, ameambia dunia yeye ni tajiri wa mpira na sio tajiri wa maneno. Ndani ya msimu huu GSM amepata heshima. Yanga amechukua vikombe 4 chini ya uongozi wake, chini ya udhamini wake. Chapa ya Yanga, chapa ya GSM imekuwa ni chapa bora duniani na Afrika. Kazi kubwa ambayo amefanya GSM. Tukisema katika nchi na Afrika, tajiri wa mpira ni GSM Gharibu Said Mohamed. Maandishi matatu. Wako wanaume wawili duniani wanaweza kufanya hizo kazi. Yuko United States of America, USA. Kidume wa dunia katika mpira yuko GSM, ndio kidume wa mpira. Gharibu Said Mohamed. Nyie mmepata heshima, mmepata adhi mwaka huu. Mmemjua Gharibu kazi yake anayofanya. Alisema neno moja, Yanga bingwa, Yanga sio bingwa. Huyo ndio GSM. Tajiri ana maneno mengi. Neno moja tu ni sheria. Yanga bingwa, Yanga achukua ubingwa. Hiyo Yanga Afrika hiyo. Tunakunywa supu na tunaenjoy. Mmebakisha finali ya CRDB na kombe la CRDB. Dhidi ya Singida mnabeba. Sisi kombe la CRDB. Sisi msimu huu inawezekana uje msimu huu tumesema tunaenda kuvunja rekodi ya karne. Kwenye karne 21 Yanga peke yake ndani ya msimu ana makombe 4 na PSG ana makombe 4. Tukichukua kombe la 5, Yanga ndio inakuwa timu bora duniani kwa vikombe 5. Ana ngao ya jamii, ana Toyota Cup, ana kombe la Muungano, ana kombe la NBC, ana kombe la CRDB. Tukichukua kombe tarehe 29, Yanga ndio inakuwa timu bora duniani. Anapata Yanga, PSG, anapata Real Madrid na wenzake. Huo ndio bora klabu ya Yanga brother. Yanga tumezamilia msimu huu na majembe ambayo tunaleta Zai. Utatamani ardhi pasuka ingie chini. Msimu huu majitu ambayo tunayaleta umtatamani ardhi pasuke. GSM kaniambia naleta mashine hiyo mashine. Kuda dadake. Hatari. Zai, hatari, tunaleta jitu limeshindikana ndani ya msimu huu. Gharibu amelekisha. Analeta wachezaji kwa ajili ya kuwa mabingwa wa CAF Champions League ndani ya msimu huu. Na tunaenda kuwa mabingwa ndani ya msimu. Mmedhamiria kwenye ligi ya mabingwa. Msimu ndio mashindano yetu Zai. Tumeumbwa kwa ajili ya kabingwa. Tumeumbwa kuchukua kabingwa.
kabingwa msimu huu, bingwa ambaye mtarajiwa ni Yanga sasa. Naomba msevu hii. Bingwa mtarajiwa, kabingwa mzani ya msimu huu anaenda kuwa Yanga. Sikiliza niamini mimi nitakwambia. Sio za ndani, wachezaji ambao tumeleta Zai. Utasema gari mkamleta huyu. Utasema mama Garibu ameshindikana. Wachezaji ambao amesajili Garibu nimewaona. Nimewaona Zai. Wewe maishani mwako huja kuwaona. Ukisema huyu Garibu ndo kamleta, utashangaa. Garibu amezamilia kuifanya Yanga iwe kisiwa cha furaha, amezamilia kuifanya Yanga iwe kisiwa cha amani, amezamilia kuifanya Yanga iwe timu kubwa barani Afrika nyuma national. Tunatoka World Cup, kuna World Cup wanacheza huko kina Wydad, Yanga ni Mamelodi Experience. Unasemaje Yanga na kwa bingwa? Sikiza. Mamelodi aliomba po nyumbani kwao, Luton South Africa Kusini. Unaelewa? Mamelodi ni timu ndogo. Mamelodi imeanzishwa 96. Yanga hii unasema tangu mwaka 1910 ipo chini ya koloni. Mamelodi nyumbani kwao, rais wao Patrick Motsepe anakuja kutuombalazwa Tanzania. Yanga anazulumiwa nyumbani kwao pale Luton South Africa Kusini. Uongo kweli? National hapa Benjamin Mkapa, kamuulize Pacome zote mfanya. National anatamani kutenda vilabu vyote, sio Yanga. Unasema experience timu kubwa. Experience na historia kuliko Yanga. Mkubwa ambao Afrika tumebaki kwa uli sisi na National. Hao ndio wakubwa wenzetu. Hao wengine wote ni underdog. Ndio maana tukasema National ameanza kuporomoka ubora wake. Msimu huu timu kubwa iliyobaki ni Yanga Sports Club. Na usajili ambao wachezaji wamewaleta, Yanga inaenda kushindikana duniani. Kila mmoja anamuogopa hivi. Akikutana bora ukana zangu leo kuliko Yanga. Inakuja kuponga. Yanga hiyo. Mwalimu anasema mkuta kelele huko mitaani. Watu wazungumze. Nani? Kwa mtaani kelele zimeisha kabisa. Ubishi unakuaje? Nilimwambia huyu si wewe Zai. Nilimwambia hivi. Israeli Mwenda umemwona? Nilisema Israeli Mwenda ni bora kuliko nani? Kuliko Kapombe. Sio kama mlifuatilia. Nikamwona ndugu yangu Baraka Mpenja naye anaanza kucheka. Sikiza. Israeli Mwenda, ujue Israeli Mwenda anakupa vitu vitatu vya tofauti. Israeli Mwenda anakaba kama beki, anashambulia kama winga. Israeli Mwenda shavu la kulia na kupigia, kushoto na kupigia. Israeli Mwenda anaweza tena namba 6. Israeli Mwenda anapigia faulo. Kapombe ukiacha kupanda tu kukaba anajua kukaba. Zai nakuuliza wewe, Kapombe ukimwacha kushambulia kukaba anaweza kukaba? Anakaba bana. Kamuulize alichomkuta juzi. Mabeki hao wanne, Kapombe, Chamu, Kagoma, wote kwa Pacome. Mtu huyu Kapombe anatembea na miguu minne. Kama chimpanzee, miguu minne.